Karibuni katika kipindi kipya kabisa cha Njoo Tuongee kwa mwaka 2018. Nawatakia kila heri kwa mwaka huu mpya. Mimi ni Maria Salome Tahai. Nipo pamoja na mgeni wetu si mwingine bali kwa kifupi kabisa tunamuita Waziri wa TAMISEMI ambaye yuko katika ofisi ya Makamu wa Rais Mheshimiwa Selemani Jafo. Karibu sana. Na kama kawaida niko na mwenzangu Kwa hiyo kwa pamoja tuko tayari kabisa mwaka 2018 kuwaletea kipindi kingine cha Njoo Tuongee. Kama mnavyofahamu, kipindi hiki huwa tunawaita viongozi mbalimbali na kufanya mazungumzo nao kwa kushirikiana na nyinyi wananchi katika kuuliza maswali kuhusu sekta zao husika. Na leo tutazungumzia serikali za mitaa na serikali hizi ambazo kwa kifupi tunazijua kama TAMISEMI. Kama tunavyofahamu, kuna mengi sana ambayo yako chini ya wizara hii husika. Kabla hatujaendelea na mjadala wetu, kama kawaida, hebu tuangalie kwa kifupi data pamoja na takwimu tofauti kuhusiana na sekta hii. Karibuni sana. Njoo tuongee tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tutazame kwa mujibu wa takwimu ya kwamba Tanzania inazo tawala za mikoa na serikali za mitaa ngapi? Tanzania ina mikoa 26 na halmashauri 185 na kata ziko zaidi ya 3800 na vijiji au mitaa tunazo 16400 na zaidi. Hii ni kwa mujibu wa chanzo cha Open Data, tovuti ya Open Data. Na ukija katika suala zima la halmashauri, tunazo halmashauri 185 nchini Tanzania, na katika hizo 5 ni majiji, 21 ni manispaa, na miji ni 21, na wilaya tunazo 138. Tukija katika suala zima la mfumo wa uongozi na utawala wa serikali za mitaa, katika TAMISEMI uongozi unaanzia kwenye ngazi ya kitaifa, ambapo tuna mbunge, tuna rais. Hivyo ni vyeo vya kisiasa ambavyo wanapatikana kwa njia ya kura. Lakini vile tuna vyeo vya kitendaji ambapo tuna wizara ya TAMISEMI na wizara za elimu, afya, maji na kadhalika. Katika ngazi ya mkoa tuna katibu tawala wa mkoa, lakini pia tuna mkuu wa mkoa, na katika ngazi ya halmashauri au wilaya tuna halmashauri kuu ile ya wilaya, madiwani na wabunge, lakini pia tuna mkurugenzi wa halmashauri na mkuu wa wilaya kama unavyoona hapo. Lakini vile vile mbunge na katibu tarafa hawa wanaenda kote, wako katika ngazi ya kata, lakini pia wapo katika ngazi ya wilaya, wanawajibika kote. Na vile vile kwenye ngazi ya kijiji tunao wenye viti wa vitongoji, tunao mwenyekiti wa kijiji au mtaa kwa mijini, lakini vile vile tunao watendaji wa vijiji au mtaa, lakini pia tunao mkutano wa kijiji. Kwa hiyo kila Mtanzania anawajibika na yeye pia ni kiongozi katika sehemu aliyopo. Na tukija katika suala zima la mfumo wa mipango na bajeti katika serikali za mitaa, ngazi za maamuzi zikoje kule? Maamuzi yote ya kibajeti yanaanzia katika mkutano wa kijiji, ambapo wananchi wote wanatakiwa kushiriki katika mkutano huu. Na yakitoka pale maamuzi yao yanakwenda baraza la maendeleo ya kata, na baada ya hapo yanakwenda kwenye uongozi wa halmashauri, na baada ya hapo yanakwenda kwenye kamati za madiwani wa kisekta. Lakini vile vile yanakwenda kwenye tawala za mikoa, na baada ya hapo yanakwenda kwenye halmashauri kuu, yani full council, ile ambayo ni madiwani wanakuwa katika vikao hivyo na mbunge hukaribishwa pia. Na yakitoka pale yanakwenda kwenye ngazi ya wizara ya TAMISEMI, baada ya hapo yanakwenda wizara ya fedha, baada ya hapo yanakwenda katika bunge na maamuzi yanafanyika. Hii ni kwa mujibu wa ofisi ya bunge, lakini pia na tovuti ya SIDA. Tukija katika suala zima la usimamizi wa fedha katika TAMISEMI, hali ikoje ya usimamizi wa fedha? Kwanza kabisa tukianza na suala la mapato ya halmashauri. Tunazo halmashauri nyingi bado mapato yake yako chini sana. Ukiangalia inayoongoza kwa mapato ya chini kabisa ni wilaya ya Mbinga ambayo ni 26,600 kwa
pato la halmashauri kwa kila mkazi, lakini katika ngazi ya kitaifa ni zaidi ya 70,000. Na ukija katika halmashauri ambayo inafanya vizuri sana katika pato la halmashauri kwa kila mkazi ni Mtwara. Nilistajabu kidogo kuona kwamba Mtwara ina pato la halmashauri kwa kila mkazi ambalo ni kubwa hata kuliko lile pato la kitaifa ambalo ni 190,000 na zaidi. Tuangalie suala zima la ukaguzi wa hesabu za serikali za mtaa, kazi anayoifanya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwanza tuangalie sifa, yaani maoni ya hati zile za ukaguzi ambazo hutolewa kila mwaka wakati mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anapotoa ripoti yake. Hati zinazoridhisha bado ni chache sana nchini Tanzania. Kwa mfano, ukiangalia hapo mwaka 2013-14 hati zilizoridhisha zilikuwa nyingi, zilikuwa hati 150, lakini mwaka 2014-15 mwaka uliofuata hali ilikuwa mbaya sana, kwani ni hati 47 tu ziliridhisha na 113 zilikuwa haziridhishi. Na mwaka uliopita 2015-16 inaonyesha hati zilizoridhisha zilikuwa 137. Kwa hiyo bado tunayo kazi kubwa katika hilo eneo la ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, lakini vile vile zile ripoti zinazotolewa na kamati za bunge za hesabu za serikali. Ukija katika suala zima la hali ya utekelezaji wa hati hizo, mapendekezo yanayotolewa na ukaguzi wa CAG au kamati za bunge, inaonyesha kwamba mapendekezo yaliyotolewa na CAG utekelezaji wake bado pia hauridhishi, kwani mwaka 2014-15 ni 25% tu ya mapendekezo yalitekelezwa, na katika yale mapendekezo ya kamati ya bunge ni 39% yaliweza kutekelezwa. Lakini mapendekezo ambayo hayajatekelezwa bado ni mengi, kwa sababu kwa mfano kwa kamati ile ya bunge mwaka 2014-15 ni 40% ya mapendekezo walioyatoa haya kutekelezwa mpaka sasa, na ni swala ambalo hakika linahitaji kutazamwa kwa umakini zaidi. Tukija katika suala zima la wilaya bora na dhaifu kwenye utekelezaji wa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, tunaona kwamba wilaya ya Morogoro inaongoza katika utekelezaji wa mapendekezo, kwa sababu wao walipata mapendekezo zaidi ya 43 na waliweza kuyatekeleza vizuri sana ukilinganisha na wilaya ya Lindi ambayo yenyewe ilipewa mapendekezo 41 na hawakutekeleza hata moja. Kwa hiyo na tunaona hapo ni wilaya nyingi kidogo ambazo hazikutekeleza kabisa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti hizi. Tuangalie suala zima la elimu katika tawala zetu za mikoa na serikali za mitaa. Kwanza tukianza na idadi za shule, walimu na wanafunzi. Tunaona ya kwamba tunazo shule za msingi zaidi ya 17,000, lakini pia tunao walimu zaidi ya 197, na kwa upande wa shule za sekondari tunazo shule 4,700 na zaidi, lakini pia tuna walimu zaidi ya 110,000 na wanafunzi zaidi ya 1,109,000. Hii ni kwa mujibu wa takwimu zinazopatikana katika tovuti ya TAMISEMI. Tukiangalia suala zima la uwiano wa mwanafunzi kwa mwalimu, pia hali bado si nzuri sana nchini Tanzania kwenye shule zetu za msingi. Kwa mfano, ukiangalia hapo halmashauri ya Kasulu inaonyesha ya kwamba mwalimu mmoja anahudumia watoto wengi sana, zaidi ya watoto 73. Lakini ukija katika halmashauri ya Meru unaona hali kidogo ni nzuri, kwa maana kwamba kila mwalimu anahudumia takribani watoto 24.2, na katika hali nzima ya kitaifa tunaona mwalimu mmoja anahudumia watoto 41, ambayo ndio hasa kiwango kidogo kinachotakiwa hata kimataifa, na hii ni kwa mujibu vile vile wa tovuti ya TAMISEMI. Tuangalie suala zima la afya katika tawala zetu za mikoa na serikali za mitaa. Hali ikoje huko? Kwenye upande wa huduma za afya, tunazo zahanati zaidi ya 5,000, tuna vituo vya afya zaidi ya 700, tuna kliniki zaidi ya 170, lakini vile vile tuna hospitali 263. Hii ni kwa mujibu wa tovuti ya Wizara ya Afya. Na katika vituo hivyo sasa wahudumu wako kiasi gani?
Takwimu zinaonyesha ya kwamba tunao maafisa wa kliniki zaidi ya 6,000, tunao wasaidizi wa kliniki 1,600 na kuendelea, na jumla kabisa ya wahudumu wa afya wanaotakiwa kuwahudumia Watanzania wote nchini Tanzania ni 49,000 na zaidi. Hii ni kwa mujibu vile vile wa Wizara ya Afya. Tukija katika suala zima la wakazi katika kila mkoa kwa mhudumu, vile vile inaonyesha ya kwamba wahudumu wetu wa afya wana jukumu kubwa sana la kuhudumia Watanzania. Hiyo ni kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya zenyewe ambazo zinaonyesha ya kwamba ukienda kule mkoa wa Geita, mhudumu mmoja wa afya anatakiwa kuhudumia zaidi ya watu 2,000. Na ukija Njombe kidogo hali inaridhisha, kwa maana kwamba mhudumu mmoja wa afya anatakiwa kuhudumia watu 518, na hali iko hivyo kama unavyoona katika mikoa yote ya nchini Tanzania. Hapa tulipo Dar es Salaam tunaona kabisa ya kwamba bado hali hairidhishi. Unaona kwamba mhudumu mmoja wa afya anatakiwa kuhudumia wakazi zaidi ya 1,400. Tuangalie suala zima la maji katika tawala za mikoa na serikali za mitaa. Hali ya maji ikoje? Upatikanaji wa maji safi na salama inaonyesha ya kwamba kaya zinazotumia maji safi na salama kiwilaya sio nyingi sana, sababu hapa ukiona rangi nyekundu hiyo inaonyesha halmashauri ambazo hawapati maji safi na salama, ikiongozwa na Rorya kule kanda maalum ambako ni 9% tu ya wakazi wa Rorya wanapata maji safi na salama, na hali ya kitaifa imevuka nusu, sababu ni 57% ya Watanzania wanapata maji safi na salama. Hiyo ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012. Lakini ukiona hapa wilaya halmashauri zinazoonekana kwa rangi ya blue inaonyesha hizi ndizo zinazopata maji safi na salama, ikiongozwa na manispaa ya Moshi ambayo ni zaidi ya 99% ya wakazi wa Moshi wanapata maji. Lakini vile vile kule visiwani Zanzibar hali si mbaya sana, kwa sababu tuna Wete na pia mjini Magharibi ambao na wao pia wana hali nzuri katika kupata maji, na hatuna halmashauri hata moja ya Zanzibar ambayo ipo kwenye wilaya zenye hali mbaya ya upatikanaji wa maji. Tukija katika suala la vyanzo visivyo na maji nchini Tanzania, katika vyanzo tulivyonavyo ni 60% ya vyanzo vya maji vina maji, yani vinatoa maji, lakini 40% ya vyanzo tulivyonavyo vimeharibika, havina maji, kwa hiyo haviwahudumii Watanzania inavyopaswa. Njoo tuongee tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na kama nilivyokuwa nimesema, hii wizara ni kubwa sana, ina mambo mengi sana, ikiwemo swala la serikali za mitaa. Lakini kama tulikuwa tumeongea hapa awali, maswali ni mengi sana tumeyapokea. Naweza nikasema kwamba kati ya maswali ambayo au wizara ambayo imepata maswali, nadhani wizara hii ndio imepata maswali mengi mno. Na kwa sababu ni wizara kubwa sana, kwa hiyo naomba nianze kwa kukuuliza swali la kwanza. Hii wizara inaratibu mambo mengi, afya, elimu na mambo mengi kadhaa, na wewe niseme ni kiongozi wa watumishi, hata kama ni walimu tu wa shule za msingi karibu 200,000, walimu wa shule za sekondari na wenyewe ni wengi kama 50,000 na kuendelea. Unazimuduje haya majukumu yote haya ya wizara kubwa hii? Kwanza nipende kushukuru sana kupata fursa hii, kwa sababu ukipata fursa ya kuongea na wananchi ni jambo moja la faraja, na hasa katika kipindi ambacho tunaanza mwaka mpya 2018. Na mimi nilipewa fursa na Mheshimiwa Rais kuhudumu katika ofisi hii ambayo ni ofisi kubwa, na ukubwa wake unaangalia hata katika mkokotoo wa kibajeti. Katika bajeti ya mwaka huu tunaposema bajeti takriban shilingi trilioni 31 plus karibu trilioni 6.58, maana tunazungumzia 20.7 ya jumla ya bajeti yote ya nchi ambayo mimi ndio nina jukumu la kusimamia. Hapo unaanza kuona uzito wa wizara hii. Lakini hata hivyo unakuja kuona kwamba ni wizara pekee ambayo ukija kuiangalia, hata ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977
inakuonyesha ibara ya 145 kwamba sasa kutakuwa na mamlaka za serikali za mitaa, na ibara 146 inagawa majukumu yake. Kwa hiyo ni moja kwa moja wizara inakuonyesha kwamba wizara hii ni sensitive sana katika utendaji wake wa kazi. Na sasa vipi tunafanya? Bahati nzuri wizara hii, hata ukiangalia matakwa ya wananchi wa kutaka kusema sasa wanataka mabadiliko, mimi siku zote huwa naambia kwamba mabadiliko haya ambayo Watanzania wanayalilia sana hayawezi kupatikana kwa wananchi endapo ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa itashindwa kutimiza wajibu wake. Kwa nini? Unapozungumzia shida ya mwananchi katika hali ya kawaida, anazungumza swala la elimu, na hasa elimu hii ukianzia elimu ya msingi mpaka ile ya kidato cha 4. Mimi ni jukumu langu kuweza kusimamia kimiundombinu na kiutendaji wake wote katika kufundisha. Ukienda katika sekta ya afya, ukianzia ile afya ya msingi kabisa, kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, zote ziko chini ya ofisi ya Rais. Kwa hiyo maana ukienda vijijini kukuta shida za watu wanalia, maana nina jukumu katika eneo hilo kusimamia. Ukienda katika miundombinu ya barabara, nchi yetu ina takriban mtandao wa barabara kilomita 1,048. Kilomita zaidi ya 1,889. Hizi zote ziko katika tawala za mikoa na serikali za mitaa. Asilimia iliyobakia ndio trunk road, barabara kuu na barabara za mikoa. Kwa hiyo asilimia kubwa kati ya kilomita takriban registered 1,148, lakini kilomita 1,108 mimi nina jukumu la kuweza kusimamia. Na hapa ndio maana tumeanzisha wakala mpya unaita TARURA kwa ajili ya kufanya kazi kubwa. Badala mwanzo zilikuwa zikifanyika chini ya madiwani wa kiratibu katika maeneo na watendaji wao, tukaamua kuanzisha agency maalum kwa inayoitwa TARURA. Maana yake ni wakala maalum kwa ajili ya utengenezaji wa barabara katika mamlaka ya serikali za mitaa, maana yake mijini na vijijini. Kwa hiyo unaona ukubwa wake hii wizara ilivyo. Kwa ukizungumzia maji, ambao kwa vijijini watu wana shida ya maji, mimi wizara yangu inaratibu maji. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna wizara ya kisera ambayo ni wizara ya maji, sisi ni watekelezaji wa sera. Kwa hiyo ukizungumza wizara ya maji, wizara ya elimu, wizara ya afya, miundombinu na mambo mengine mtambuka kwa ujumla wake, mimi ndio jukumu langu kubwa la kuweza kusimamia. Kwa hiyo katika hapo tunaona uzito mkubwa wa jinsi gani, ndio maana hata hapa leo kutakuwa na maswali mengi sana. Ni maswali kwa sababu unagusa maisha ya watu wote na kila siku. Sasa umesema jinsi gani na handle majukumu haya. Kwanza nishukuru sana, nilipata fursa kama kijana wa Tanzania. Nimepata fursa kwanza kuweza kuhudumu katika wizara hii. Nimepata fursa baada ya masomo yangu nilipomaliza chuo kikuu. Ajira yangu ya kwanza ilianza katika tawala za mikoa na serikali. Nilikuwa mtumishi wa halmashauri. Kwa hiyo kwanza nilipata ile flavor ya kufanya kazi katika mamlaka ya serikali za mitaa. Lakini hiyo ikawa haitoshi. Nikafanya kazi takriban miaka 6. Lakini bahati nzuri tena nikapata fursa ya kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa zaidi ya miaka 6. Kwa hiyo nimepata flavor zote, kufanya kazi katika public sector ambapo ni huko wananchi walipo, na mimi nilikuwa mhudumu katika maeneo hayo katika serikali za mitaa. Lakini pia nikapata fursa kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa. Sasa hapo ukiweka nikiblend kwa wakati mmoja, na yule maana nitakuwa na flavor tofauti za kuweza kuhudumu vizuri katika eneo hili. Lakini nishukuru sana Mheshimiwa Rais katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 amenipa fursa kwanza kuhudumu kuwa kama naibu waziri. Na imenipa nafasi nzuri kwa sababu sipendi kujisifu. Isipokuwa ni kwamba wakati na hudumu ni waziri nilifika nchi nzima, maeneo yote na kona zote. Na ndio maana wakati watu naambia kama nitembea takriban kilomita 380, kila mtu akawa anashangaa. Au leo kipindi hicho ni kwamba ni kwa sababu lazima niwafikie watu. Uwezo ukazungumza shida za watu ukasema nataka kutatua shida zote endapo kuzifahamu shida za watu. Kwa mfano hapa nakwambia hapa nilikuwa na rasi natoka sehemu moja inaitwa Mbwela huko. Sasa hizi gari hazipiti. Gari yetu imenasa vurugu tokea asubuhi. Lakini lazima ukaangalie matatizo ya watu. Kwa hiyo ni ujumla ni kwamba niseme kwamba na Mheshimiwa Rais aliponipa jukumu kuwa naibu waziri na sasa amenipa jukumu kuwa waziri kamili. Ni kweli nafahamu na mzigo mkubwa, lakini mzigo huu sasa ulikuwa unastahili mimi kufanya hii kazi kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kusema Mungu ameniandaa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni jambo la kawaida, na hapa nimesema kwamba niko tayari kujibu maswali ya Watanzania. Kwa sababu nitakujibu maswali ya Watanzania, sio kuyajibu tu, maana yake kuyapokea mengine baadaye kwenda kuyafanyia kazi. Ni kweli, na huwa tunapokea sisi maswali hata kupitia njia ya simu, SMS. Kwa hiyo tunapata hata kutoka vijijini, na kwa sababu kipindi kinaenda kwenye redio wanapata kusikia. Kitu ambacho nimekigundua ni kwamba
una wafanyakazi wengi sana ambao wako chini ya wizara yako. Na kutokana na hiyo maswali mengi ambayo tumeyapokea yanahusiana na ajira na yanahusiana pia na swali la rushwa. Kuna swali labda nije tu kidogo kwa upande wa uwezo wa wafanyakazi. Kuna huyu anaitwa Kihava, yeye kauliza kupitia Jamii Forums. Ana maswali kama matatu lakini yote yanaendana na swali hili la wafanyakazi. Na yeye anacholilia ni kwamba kuna watu wanatumiwa kuwa na vyeti feki vya kitaaluma lakini hawaguswi. Kwa nini? Na waziri analijua hilo. Haoni hapo kuna double standards. Pia amesema watu wanapeana na kujiita vyeo vya kitaaluma. Je, nani anavisimamia kwa upande wa serikali za mitaa na mkoa? Kwanza swala la vyeti feki. Maana jambo hili lina historia yake. Lina historia yake ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli baada ya kuingia sasa wananchi kuweza kumpa dhamana katika eneo hilo, yeye alijipambanua katika maeneo mbalimbali. Jambo la kwanza swala zima la watumishi hewa. Inaonekana nchi yetu kwamba kwa kipindi kirefu tulikuwa na watu ambao wanalipwa mishahara au mishahara inalipwa, lakini inawezekana yule mtu sio mtu yupo isipokuwa unapita kama ni password ya mtu kuizea mshahara. Mheshimiwa Rais alianza kwamba kwa hakika kwamba tuweze kupata watumishi hewa, na ndio maana unaona kwamba takriban watumishi 19,000 waweza kubainika. Na katika hao takriban watumishi karibuni 13,000 hao maana yake tunazungumza katika Wizara ya Umeme. Hiyo maana yake inaonyesha ukubwa wa wizara hii. Kwa hiyo hilo lilikuwa jambo moja, lakini jambo lingine lilikuwa swala zima la vyeti vya kugushi. Kwamba inaonekana wengine walikuwa wamepewa dhamana kwamba wewe kasi fulani fanya kazi hii, lakini kumbe hana cheti halisia kile. Vilikuwa na vyeti vya kugushi, wengine wasema vinatengenezwa Kariakoo, zinatengenezwa Kinondoni. Kwa kali wameona neno inafaa. Hili jambo lilikuwa kwa maana uhakiki ukaweza kufanyika, na naona kwamba kuna watu wengi sana wamebainika kuwa na vyeti feki, wengine vyeti vya kugushi na wengine walikuwa hawana vyeti kabisa, na wakaweza kuondolewa kutoka katika mfumo wa utumishi. Sasa swali hapa ni kwa nini wengine wanaonewa, wengine wametolewa, lakini kwa mfano kuna mkuu wa mkoa anatuma hizo habusu, anauliza je, unafahamu hilo? Hilo sasa nadhani swali hili la muda mrefu sana. Litazidi kujirudia sana. Na hili kwa sababu swala la vyeti bado kuna katika kada yetu sisi ambao tunasimamia kuna watu wenye nafasi mbili tofauti. Kuna nafasi za kisiasa ambapo huku unazungumza wale wateuliwa ambao si ni wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, lakini vile vile kuna watu ambao katika eneo langu wewe kuna watu madiwani ambao wako chini ambao wamechaguliwa katika na wananchi wamechaguliwa na wananchi, lakini kuna upande wa watendaji. Upande wa watendaji maana yake inakuwa ni maofisa katika ofisi mbalimbali. Na utaratibu wa upande wa watendaji una utaratibu wake maalum. Ndio ambao sasa ambao sisi ndio tumeshughulikia. Kwamba kuna utaratibu wa kwamba mtu ameajiriwa kwa utaratibu fulani, kwamba nafasi inatangazwa, qualification yake hii, huenda form 4, ametimu na nini. Hizi ndio kada ambazo lakini hizi nafasi za kuteuliwa maana yake kiongozi anaangalia kwamba nani amteue kwa sifa zipi. Kwa mfano leo nataka nimteue Maria Sarungi kwa ajili kuwa mkuu wa wilaya katika eneo fulani. Kwa hiyo maana yake unajiangalia kwamba capacity yake jinsi kwa nafasi hii ya kisiasa, hasa kwa ajili ya kuweka leadership. Maana wakati mwingine leadership wakati mwingine sio mtu singine amejikokotoa tu kusoma. Swala la kiongozi wakati mwingine utakuta kwamba mtu ana vionjo vingine tofauti. Kwa hiyo mwenye dhamana ya kufanya uteuzi yeye ana close cut kwamba kuangalia nani na watu wa design gani anataka katika eneo fulani. Kwa hiyo sisi katika upande wetu kwa sasa tunadili hasa katika upande wangu ule upande ambao watumishi, kuangalia zile qualities za watumishi, level gani wamesoma, na leo zinatangazwa na wenzetu wa Secretariat ya Ajira ndio wanafanya mchakato huo ambao sisi tukiomba kibali, utumishi wa kutupa kibali, Secretariat ya Ajira wanajiri wanatupatia sisi. Kwa hiyo jukumu letu sisi kuangalia kama mtu yule ambayo kabla hajakuja huku lazima apeleke cheti chake katika baraza la mitihani kwenda kuhakikiwa, lakini anapofika katika mamlaka ya serikali za mitaa wakurugenzi wetu ndio wanahakiki kile cheti kweli cheti ambacho kweli ni cha form 4 na cheti cha 2X ndio kinachofanyika. Katika nafasi za kisiasa sipendi kuzungumzia katika upande huo kwa sababu unafahamu kila uteuzi unatokana na jinsi gani mtu amepimwa katika eneo lake. Sawa. Of course maswali yako mengi, lakini nadhani kwa sababu hili swala naona lilijirudia, tutabaki nayo kama ilivyo kwa sasa hivi. Sasa kuna swali jingine hapa kuhusu ajira huko kwenye serikali za mitaa, halmashauri nyingi natoka kwenye SMS. Halmashauri nyingi zina upungufu wa wataalamu mbalimbali, hivyo zimelazimika kuajiri wenye sifa kwa mikataba. Je, serikali inashindwa nini kuajiri moja kwa moja ili kupunguzia mzigo halmashauri?
Kwanza swala la ajira ni kama tulivyosema mwanzo kwamba wizara yangu ni wizara ambayo tuseme kwamba ni sehemu ambayo watu wengi sana ni kimbilio la ajira. Wakala mbalimbali kutokana na sifa zake, watu wa maji, mainjinia, maafisa maendeleo ya jamii, walimu, watu, kila mtu lazima aingie katika tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa sababu ndio mlango mkubwa huko. Sasa ni kweli kutokana na maeneo tuliyokuwa nayo lazima tuwe na wafanyakazi wa kutosha. Kwa mfano, tumekuwa na changamoto kubwa sana na hasa swala zima la walimu. Mwanzo tulikuwa na changamoto ya walimu wa sekondari kwa ajili kuweza kuhakikisha shule zinakuwa na walimu wa kutosha. Tuliweza kufanya mchakato mkubwa tukapata walimu wengi. Japokuwa sasa hivi tuna changamoto kubwa hasa katika walimu wa science. Bado tuna gap katika eneo hilo. Lakini ukija katika swala zima la afya tuna matatizo makubwa kwa sababu kuna maeneo mengine tuna upungufu mkubwa hasa wa wataalamu wa afya. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kweli japokuwa tunaonekana tuna watumishi wengi sana, lakini ukienda in terms of numbers na mahitaji bado tuna mapungufu haya. Nini tunakifanya? Ndio maana kila mwaka tunaomba kibali kutoka, kwa sababu sisi wenyewe japokuwa tuna gap lazima kwa ajili ya check and balance. Wenzetu wizara ya utumishi sisi tukiomba kibali, wao wizara ya utumishi ndio wenye kusema kwamba sasa mnapokea watumishi kadhaa. Kwa hiyo tunatoa kibali, sekretarieti ya ajira ndio wanakuja kwetu. Kwa hiyo ni kweli kwamba hatujakizi mahitaji kusema watumishi wote wanatosha. Na hili ndio maana hata ukienda vijijini unaweza kukuta kwamba kituo cha afya zahanati kina upungufu mkubwa wa watu kuweza kutoa huduma. Kuna madaktari. Kwa mfano juzi tuliweza kuajiri madaktari takriban ya 2058. Tuliwatawanya maeneo mbalimbali lakini bado changamoto bado kubwa. Hapo mnafahamu takriban wiki moja na nusu nilitangaza walimu wale ambao tumesema tumewajiri, walimu wa sekondari na walimu wa shule za msingi. Takriban 3000+, lakini bado changamoto hiyo ipo. Na hivi sasa wetu mwaka huu kwa mfano tuna mpango wa kuajiri takriban walimu 1013 wa msingi na wa sekondari. Na lengo kubwa ni kwamba walimu wa msingi sasa hivi tukumbuke kule zamani, wanafahamu hata zamani kwamba kulikuwa na walimu ambao wanaitwa walimu wa kupe ambao tumewatumia sana. Na wengi sasa hivi ndio wanafezi hao. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa la walimu wa shule za msingi hivi sasa. Japokuwa ukiangalia kwa ujumla unaweza kusema ni walimu kwa wengi, lakini still bado ni tatizo kubwa. Kwa hiyo kiujumla ni kweli bado tuna changamoto nini, na ndio maana serikali na maana Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba lazima sasa tuajiri watumishi wapya wakati mbalimbali, na mchakato unaendelea na takriban ndani ya mwezi mmoja hivi tumeajiri watu wa afya na watu wa elimu, lakini bado ajira zitaendelea kwa sababu mwaka huu tuna idadi kubwa ya watumishi ambao wataingia katika tawala za mikoa na serikali za mitaa hususan katika eneo la afya na eneo la elimu. Sasa kutokana na hiyo pia nimeona swali moja imetoka kutoka Twitter, Stanboy IQ anajiita, na nyingine imekuja SMS. Zote zinazungumzia na naomba nitumie SMS kwa sababu imezungumzia kirefu. Inasema tunaomba Mheshimiwa Jaffa aongelee swala la watumishi kutopewa ruhusa kwenda masomoni wakati wamepewa ufadhili kutoka nchi zingine. Hii ni kero kubwa. Wakati anaeleza anaenda kufanya PhD alipata mtatizo. Huyu wa Twitter anasema ni ugumu wa mwalimu wa degree anapotaka kwenda kujiendeleza kwa masomo mfano masters hapewi ruhusa. Kigezo anaambiwa kwamba masters sio kipaumbele cha serikali. Kwa hiyo naona hii inafanana. Kwanza tunatamani lazima tuseme kwamba kujiendeleza ni jambo linaongeza mbinu na utendaji mzuri katika kufanya kazi. Na kama tunataka tufike wakati ambao tunasema kwamba performance, utekelezaji wetu uende katika ubora zaidi, lazima tuwe na watu ambao wana quality nzuri. Kwa hiyo jambo la kuendeleza halina negotiation, ni jambo hilo la msingi. Lakini inawezekana case by case, kwa sababu leo hii mimi nikwambie katika ofisi yangu hasa nilipokuwa naibu waziri nilikuwa na send vibali vya watu wengi sana wanaenda kujiendeleza katika maeneo mbalimbali. Hilo nadhani liko, lakini inawezekana kuna scenario katika baadhi ya maeneo huwezi tukasema kwamba jambo hilo halipo. Wakati mwingine naomba niwaambie, wakati mwingine kuna swala zima tena la mbaya. Mtu yuko ofisini hataki wenzake wengine sio waendelee kwa sababu anajua kwamba wakiendelea watakuja singine kumwomba. Hilo ni tatizo lipo. Kwa hiyo hilo ni jambo moja. Kwa wakati mwingine inawezekana kwa mfano katika kada ya elimu utakuta singine shule moja walimu singine 5 au 6 wenda singine wote wameomba request wataka kwenda kujiendeleza. Utaratibu unaonyesha kwamba hapana, watu hao wote wakienda kwa wakati mmoja itakuwa jambo ambalo haliwezekani. Kiasi kwamba utasababisha pale jambo kwa numbers inaonekana shule ina walimu wa kutosha au kituo cha afya na nini, lakini watu wote wameenda shuleni, mwisho wa siku wananchi wanapata matatizo. Kwa hiyo ndio maana kuna swala zima la uratibu. Lakini huu uratibu haujakatazwa. Isipokuwa tunachosema ni kwamba kama watu kwenda kusoma wataenda, lakini kwa utaratibu ambao umepangwa. Na bahati nzuri wakati mwingine utakuta halmashauri mpaka inapanga mpango wa bajeti kwamba watu wangapi wataenda kujiendeleza. Lakini watu wengine wanataka kujiendeleza wao wenyewe. Lakini vizuri vipi hata mtu akitaka kujiendeleza mwenyewe atoe ripoti kuwa katika mpango vizuri halmashauri ijue kwamba mwaka huu tutaondoka
tutaondokewa na watu kadhaa wataenda kujiendeleza kwa manufaa mapana. Kwa sababu mimi waziri nimepewa dhamana niseme kwamba swala la kujiendeleza ni swala la msingi. Lakini hiyo nikikuuliza waziri ulitoa vibali vingapi ulipokuwa naibu waziri? Tuambie ulitoa vibali kwa watu kwenda kujiendeleza. Of course nimekumbuka idadi ya vibali ndio. Vibali kwa sababu sasa hivi utaratibu wa kusafiri nje ya nchi na sehemu mbalimbali ni kwamba lazima watu wawe na vibali maalum na kwamba jambo hilo linaonekana kama kuna sehemu kada. Siwezi kwa sababu ukisema tawala za mikoa maana yake unazungumza nchi nzima. Nitakuwa ni muongo hapo kusema nitoa vibali vingapi na nini. Isipokuwa watu ambao wamepata ufadhili wa aina mbalimbali wa nchi mbalimbali, kwa mfano Japan kupitia JICA walipata ufadhili wa mbalimbali, tuliwaruhusu kwa ajili ya kwenda kujiendeleza na gharama zote zilikuwa zinalipo kutoka nje. Kwa hiyo kuna moja, lakini naomba niseme katika eneo moja au nyingine huku kote tunapoishi kuna watu lazima tukubali kwamba kuna watu katika ofisi zetu hatuwezi kuzuia hilo. Kuna watu katika ofisi zetu wameungwa wana roho mbaya. Yaani kuna mmoja hapa analalamika, naomba tu nikusomee kidogo, semani mheshimiwa. Yaani huyo mtu anasema kwamba ananyanyasika. Anasema yuko maeneo ya Msoma, ni tatizo kubwa sana. Anasema kwa watumishi wa umma kwenye halmashauri ya Msoma tunanyanyaswa pale tunapopata fursa ya kwenda kusoma. Sasa unaweza ukashauri vipi mtu akiona kwamba hii sio kwamba ameomba labda anamkatalia kwa maslahi mapana, lakini ni haya maslahi binafsi. Je, kuna utaratibu gani? Utaratibu uliokuwepo, ndio maana nimesema hili jambo kwangu mimi naomba nilichukue, kwa sababu kama kuna kilio kama hicho maana yake kuna shida hiyo kubwa. Na shida kubwa hiyo naomba nizungumze kwa nani kwamba inawezekana kuna jambo mahususi watu wamezuiwa. Ndio maana nataka nifanye research kwa nini kusoma. Na nikitoka hapo maana lazima tutaenda kulifanyia kazi. Na tutakupatia kwa nini kesi hii imejitokeza Msoma zaidi, hiyo moja. Kwa hiyo kama kuna jambo specific nataka tupate tutafutie majawabu ya kutosha katika hiyo. Sasa tujibu shortcut. Tutafutie majawabu ya kutosha. Lakini jambo lingine ambalo lipo ni kuseme kwamba katika mazingira ya kizamani wakati mwingine kuna swala la rushwa lipo. Mtu sengine sio kusoma mambo mengi tu lazima kuinvolve rushwa. Ndio maana hata juzi mnakumbuka kulitokea kilio kikubwa sana kwa baadhi ya watu wa aina mbalimbali walisema kwamba wale walimu tuliowaajiri tuliwaposti moja kwa moja kwenye vituo. Tuliwaposti kwa sababu ilitokea kwamba tuna walimu huko maeneo. Lakini kwa mfano ukienda kusoma pale mjini, mfano wake utakuta walimu wote wako pale Msoma mjini, shule za kusoma mjini zina walimu 50 60. Lakini ukienda shule nyingine kule ndani utakuta walimu wawili au watatu wanahangaika. Na hata walimu tukisema tukiwapeleka pale, bahati mbaya sana kuna wakubwa wa aina mbalimbali. Mtu kiongozi pale anampigia mkurugenzi, mwanangu amekuja kumsoma, naomba umweke shule hapo mjini. Mwingine katibu mkuu fulani wizara fulani mwanangu amekuja pale. Kwa hiyo utajikuta mkurugenzi anashindwa kukataa. Mwisho wa siku walimu wote wanarundikwa mara pamoja. Tumejikuta kwamba tuna tatizo la ndio maana mwaka huu sasa kwa kutumia takwimu kutoka katika halmashauri, kila afisa elimu alikuwa analeta takwimu na mgawanyo wa walimu katika maeneo mbalimbali. Na sisi tukajibu shida ya maeneo mbalimbali kuwapeleka walimu kwa posti moja. Na kwa sababu gani? Mwanzo walimu tukiwaajiri au maafisa tukiwapeleka pale mfano katika halmashauri X, akifika pale mtoto mfano anahangaika wiki 3 wiki 4 hajapangiwa kituo. Na bahati mbaya sana hasa akiwa sile mtoto wa kike hapo Mwenyezi Mungu sile amemuumba vizuri, atajikuta ana wiki 3 wiki 4 hajapangiwa kituo. Kuna wajanja wengine ambao kwa bahati mbaya wenye tabia ambayo sio njema. Kumbe kumzungusha kule kuna jambo lingine la rushwa. Na rushwa mbaya kuliko yote ni rushwa ngono, ambao ni udhalilishaji mkubwa sana. Jambo hili wengine walioni kwa ukubwa huu. Mtu yuko pale anataabika mtoto wapi, ametoka na hapa ameenda Kakonko. Hapangiwi kituo. Anahangaika mtoto pale, wakubwa pale wengine wanamnyanyasa hivi na ukitaka basi ubaki hapa. Kitendo kile cha allowance ya kusema abaki pale lazima atafanywa unyanyasaji wa aina fulani. Kwa kweli ilikuwa sio jambo jema. Ndio maana kwa sababu takwimu zile tumezitoa huko ni manyanyaso kama hayo tunazungumza. Ndio maana sasa jukumu letu sisi, kwa mfano wizara inayoongoza mimi, nataka watu wawe hapa. Uwezi ukasema watu wataweza kuderiva kufanya vizuri kama watu wanakuwa na msongo wa mawazo wala frustration, hawezi nani. Na ndio maana ni ile feedback system kwamba je, kuna utaratibu au mna mpango wa kuanzisha utaratibu kwamba watumishi hawa ambao ni maelfu ambao niko chini ya wizara yako wanaweza kutuma vipi sasa? Sasa hivi kwa mfano bahati nzuri miongoni mwa wizara ambazo ziko more current sasa hivi hasa katika mfumo wa IT ni wizara ya TAMISEMI.
Tuna kitengo pale kikubwa sana. Ndio maana tumeanzisha website yetu pale. Na bahati nzuri sana, nashukuru Mungu, tumepata feedback nyingi kutoka hata kwa walimu wengine wapi wamekomeje. Hata kutoka kwa mfano wale vijana ambao tunapeleka kidato cha 5 na kidato cha 6. Kidato cha 3 tunawachagua. Wengine singine mtoto kwa bahati mbaya tu system imemfiki mtoto mvulana ametoka katika shule nini ya wasichana. Wengine haraka tu amesema bwana jina langu limetoka katika shule hii, mimi ni msaidizi kwa shule ya watoto wavulana. Watu wangu pale haraka wameshughulikia vitu. Kwa hiyo huu ni mfumo sasa hivi ambao ni waombe sana watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa watumie huu mfumo. Sisi viongozi watu wengi tutapata feedback. Inawezekana kuna manyanyaso kweli ya kweli. Sio uongo. Inawezekana kuna manyanyaso kweli, lazima tuwafanyie kazi. Kwa sababu kuna watu kwa kweli wananyanyasika. Kuna mmoja hapa anaitwa Faraja Rafael kutoka Bariadi, anauliza ni kwa nini viongozi kubagua huduma mara wanatofautiana vyama? Kiongozi wa ngazi ya chini anapopeleka ombi la wananchi kwa kiongozi wa ngazi ya juu ubaguliwa pale ambapo wanatofautiana vyama. Au mwingine analalamika tena mnyanyasiko huyu wa Maswa, mimi mwalimu niko Maswa Simiyu naumwa, nilipewa rufaa kwenda Bugando baada ya afya yangu mbaya. Daktari alishauri niwe karibu na hospitali kwa sababu ya umbali na gharama. Lakini mkurugenzi alisema nitafute mwalimu wa kubadilishana naye ndipo niruhusiwe. Huyu na mshauri kwanza ya kubadilishana. Kwanza tuna kesi hizo mbalimbali. Kesi za uhamisho ni kesi kubwa. Kuna zingine ni genuine, lazima tuzungumze kweli. Kuna zingine zina changamoto zake. Kuna watu kwa mfano kama huyo, uhalisia inawezekana kweli ana matatizo ya msingi kabisa. Na ana geti kabisa na msingi. Kiubinadamu itakuwa sio vyema wewe mtu uliopewa accounting officer huko mahali fulani. Unaona kama mtu huyu ukimwacha inawezekana ukariski mpaka maisha yake yakapotea. Unashindwa kurealize hilo jambo limoja. Lakini kuna watu wengine, sengine hawa watu wachache wanaharibia watu wengi wenye matatizo ya msingi. Kwa mfano, kuna watu wengine wako tayari hata kufoji vyeti. Kama watu wanafoji cheti hichi cha kumfoja form 6. Kusema mpaka anaajiriwa kifo ndio ni koja. Kuna watu wanafoji vyeti mbegi, vyeti mpaka cha Muhimbili, cha Bugando, cha watu hawa sasa wachache ndio wanaharibu hasa wale watu wengine ambao wana matatizo ya msingi. Kwa hiyo niseme hiyo ni scenario na nimuombe mkurugenzi wetu ambayo yuko huko katika halmashauri ya Bariadi ya Maswa. Halmashauri ya Bariadi ni tofauti ya Maswa kwamba asikilize. Na hili nimezungumza, bahati nzuri nilipata fursa ya kuzunguka hizi halmashauri zote. Nilikuwa na ziara za aina mbili. Au ziara zangu nimeziweka za aina mbili. Ziara ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya kufahamiana na kupeana hadidu rejea nini tunataka kufanya. Ndio mimi nilikuwa naita kwamba hii ziara hii kwa sisi watu wapasa sema ukitaka kuruka unaagana na nyonga. Nini maana? Nikiwa kama mwenye dhamana katika eneo, lazima nikubaliane na watumishi wa mamlaka serikali za mitaa nini wanapaswa kukifanya kiutendaji wao na utaratibu wao kufanya kazi. Ziara ya pili ni kwa ajili Q&A, questions and answers. Yale tuliyokubaliana ni yapi ambayo yanatekelezeka na yapi ambayo watu wameshindwa kuyatekeleza kwa makusudi. Maana tunachukuliana hatua. Katika ziara ya kwanza msisitizo wangu wa kwanza mkubwa ilikuwa ni kuwaeleza hasa wakuu wa idara na watu waliopewa nafasi kama wasimamizi wa vitengo waache utaratibu wa kujifanya ni miungu watu. Kwa nini? Mtu ameleta barua, ana shida yake imefika barua ofisini, bahati mbaya sana jiografia yetu ya nchi tunafahamu. Unaweza kukuta katika halmashauri kwa mfano, nenda kule Newala, kuna mtu anatoka kijijini kabisa kule, utaratibu wa kufika mpaka makao makuu ya halmashauri ni mbali sana. Ana barua yake imekuja kwa mkuu wa idara. Mkuu wa idara barua yake haishughulikii. Mtu anahangaika anaacha kazi kule, anakuja mpaka kwa mkuu wa idara, anafika pale hata kumfungulia mlango anamwambia niko busy. Mtu fikia ametaabika, amekuja kwa pikipiki, ametembea kwa miguu mpaka amefika kwa hiyo mkuu wa idara, badala kumsikiliza, kumsaidia aende afanye kazi, wewe ndio unakuwa kikwazo cha kumkwamisha. Kuna watu wanajifanya miungu watu. Ndio hao nimewaeleza. Watu hao sasa watakuwa hawana nafasi. Kwa nini? Kwa hiyo kesi unazungumza, inawezekana mtu ana genuine kesi, lakini hata mtu kumpa nafasi kusikiliza anashindwa. Na anakuwa labda anaoja kwa sababu imetofautiana na kisiasa au sababu nyingine mtu anajijengea sababu. Wengine wanakuambia kisiasa sio jambo. Mimi mfano ofisi yangu inashughulika na watu wote, kwa sababu ukisema kisiasa ina maana kwamba tungekuwa na halmashauri zingine ambazo zingine kwa sababu halmashauri za wapinzani zisingekuwa zinashughulikiwa. Leo hii na ushirikiano wizara. Leo hii wizara yangu nikwambie kwa mfano, ninapozungumza leo hapa niko katika jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam linaongozwa na meya Ukao. Sawa upinzani. Lakini hapa angalia investment ofisi yangu inayofanya. Jana asubuhi saa 12:30 na kukagua daraja ya Twangoma tunatekeleza kupitia ofisi yangu mradi wa DMDP.
Jana niko maeneo pale Buguruni pale kwa Mnyamani. Shida za watu wanazopata pale, hata kutembea shida, gari zimefungwa na nini. Yote nani? Kwa hiyo ndio jukumu letu. Nenda katika halmashauri mbalimbali, nenda pale Iringa. Tunatengeneza miundombinu ya barabara lami kupitia mradi ambao uko chini ya ofisi yangu ya UGLSP. Nenda katika jiji la Mbeya, tuna mradi wa Suzuki City Project, tunatengeneza mji barabara za lami jiji lile la Mbeya na kuweka mataa na kuweka dampo la kisasa. Nenda Arusha, juzi tulikuwa Arusha, kama watu walikuwa wanafuatilia, nilikuwa Arusha. Tunafanya investment kwa maana sisi ofisi yetu kazi yetu ni kuwahudumia wananchi. Kuna tofauti ya interest ya kisiasa na kuna tofauti roho ya mtu katika utekelezaji. Kuna wakati mwingine mtu singine anashindwa kutekeleza mambo tu, lakini anaongopea kwamba huyu ni mpinzani. Kumbe capacity yake ya utendaji wa kazi ni ndogo. Ndio hao watu ambao tunao screen kuweza kujua ni yupi ambaye yuko tayari sasa kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Na nimezungumza wazi kwamba wale watu ambao watashindwa kabisa kuwa committed kwa ajili ya wananchi, watu hao hawana nafasi katika ofisi yetu. Sasa kuna wananchi ambao wanahitaji huduma kwa kiwango kikubwa. Lakini kwenye kauli yako ya miungu watu, kuna uwezekano kwamba hawa wanaosema, wanaotoa kauli ya kukamata wasichana wajawazito, je, hizi kauli za mkuu wa mkoa wa Mwanza na mkuu wa wilaya wa Tandahimba unazionaje? Wamevunja sheria gani hawa wasichana wajawazito, na hii kauli ya kukamatwa inazingatia sheria ipi? Kwanza hilo jambo kwa sababu liko broader. Hatujui specific kwa sababu wasichana wajawazito wako katika scenario nyingi. Je, mjamzito, msichana mjamzito kama dadangu Maria Sarungi pale yuko nyumbani ni mjamzito? Au ni wanafunzi samani ni wanafunzi. Hiyo sasa ni kesi nyingine. Tunafahamu kwamba kuna sheria ya mambo ya nani, mpaka hata bunge letu lilipitisha kuhusu swala zima la watu wanaokuwa ujauzito, watu kufikishwa miaka, kuhukumiwa miaka 30, na jambo hilo lote liko wazi. Na hili ina maana kwamba kitu kikubwa hapa, agenda kubwa ni kwamba tuwasaidie watoto wetu waweze kusoma. Tuwasaidie, yani tukubali tusikubali, tuwasaidie watoto wetu waweze kusoma. Na mimi hichi bahati mbaya huwa nalipigia kelele maeneo yote ninapopita, hasa katika shule za sekondari. Tuna kesi kubwa sana. Kwa mfano nilifika katika wilaya moja ndogo sana, wilaya ya Ukerewe. Nilipofika pale kuona karibuni watoto 150 wote ni wajawazito. Nini maana yake? Maana yake haki ya msingi ya watoto wa kike maana yake pale umeinyima. Sasa ndio maana inawezekana, sijajua hilo tukio la scenario kwa sababu tendo tunataka kama kumpa ujauzito msichana aliye masomoni ni kinyume cha sheria. Na maana yake hatua zinatakiwa zichukuliwe. Sasa swali ni kwamba wanaosema wakamatwe ni wasichana ndio wakamatwe. 55 pale Mwanza, sikumbuki idadi ni wasichana wangapi pale Tandahimba, lakini miaka miwili iliyopita huyu mkuu wa wilaya waliomba kusema wakamatwe. Waangalie miaka miwili iliyopita. Kwa nini wakamatwe wasichana wakati aliye labda tena hilo kosa hilo sio hilo tena? Kwa nini wasichana? Kikubwa zaidi maana yake mimba marufuku kwa. Sasa inawezekana approach, maana yake ndio maana lazima uwe ndani ya tukio uweze kujua kwamba unaweza kuzungumzia kitu kumbe ukakitafsiri tofauti. Approach, je, yule mtoto alitakiwa kwa ajili kusaidia aliyempa mjamzito aweze kufikishwa katika vyombo vya sheria au ilikuwa ni scenario gani? Kwa sababu mimi naangalia hapo kwa utafiti wangu haraka ilikuwa ni kwamba yule msichana amepewa mjamzito na mte wai. Lengo kwamba ni kumpata mtu wai. Kwa hiyo lazima atafute yule msichana aseme nani aliyempa ujauzito ili mradi afikishwe katika vyombo vya sheria. Kwa ajili ndio maana nimesema lazima tuzungumze kwa ujumla wake, kwa sababu sijajua undani wake. Je, hizo kesi za kukamata zitakuwa treated vipi kutokana na tukio usiku lilitokea mahali? Nadhani kwa sababu hiyo kesi imeletwa itakuwa ni vizuri kama waziri mwenye dhamana labda utaifanyia kwa sababu inahusu mabinti. Lakini labda tu kwa sababu muda, bahati mbaya kwa sababu tunajua umetoka mbali kidogo, lakini muda unatupa mkono kwa sababu pia tunaenda na ratiba. Kulikuwa na swala ambalo limejirudia sana kuhusiana na majina ya shule. Kuna huyu mtu anaitwa Chacha Ombara, yeye ametuma kupitia Jamii Forums. Anasema wizara husika ina mpango gani wa kubadili majina ya shule. Ametoa mifano mingi tu ambayo anasema majina yenyewe ni majina tata. Kuna shule ya Ofala, shule ya msingi ya Shoga iko Kuchunya. Yeye anasema ni ambayo ukiisoma tu unajua kabisa hapa bwana, yaani huwezi kuitamka mbele za watu. Mara nyingi sana shukuru. Mara nyingi sana watu ukiangalia katika mitandao ya kijamii utakuja kuona kwamba kuna majina mengi hata hayo. Mengi nimeomba kuyasoma mengi. Mpaka najiulizaga majina haya kweli yapo au yametengenezwa. Kila unaona kuna kibao mpaka kinachakaa.
kwamba hilo jina lipo. Lakini hili jina linatoka wapi? Jina maana yake linatoka kwa wakazi husika wa eneo hili. Maana yake wa eneo husika wana kijiji chao, wana mtaa wao, wana kata yao, wana tarafa yao, wanaamua kujenga shule. Na inawezekana jina hilo, kwa mfano kuna jina hilo linatokana na jina la kijiji chenyewe. Maana hicho kijiji chenyewe kina jina hilo. Sasa tujiulize, hilo jina hilo la Ufala au nani? Je, wakazi yao ndio wale nani walitaja jina hilo? Kwa sababu haya majina yanatokana na nani? Kwa mfano leo tuna kitu kama eneo mfano kama Mwananyamala. Tunajua Mwananyamala ni jina asili yake ni jina la Kizaramo. Akimwambia kinamaanisha kwamba ni tamko la kwa mtoto nyamaza. Na hatujui sasa wakati huo singine kulikuwa na kitu kinaitwa mumiani wale wanaonyonya damu. Kwa hiyo kina mama wale watoto wakipita maeneo hile, mtoto akipiga kelele lazima atakuwa amenyonywa. Kwa hiyo anaambia mtoto nyamaza. Kwa hiyo ikapata lugha mwana nyamala. Au juzi nilikuwa na watu wangu nilikuwa nasema hii Mloganzila maana yake nini? Tulizindua chuo cha Mloganzila. Ni jina tunasema ni mtu maarufu, kuna mtu maarufu kazi yake ilikuwa kwamba analoga zile njia watu wakipita wapate madhara. Kwa hiyo kile eneo lote linaitwa nini? Mloganzila, kwamba hapa ndio kwa Mloganzila. Kwa hiyo haya majina yana sababu zake maalum. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kama ofisi yangu sasa itaweza kuwalazimisha watu wa kijiji X wabadilishe jina, isipokuwa wao wenyewe wajipime. Je, haya majina kweli ukiwapeleka kwa Watanzania wengine wanaona? Kwa mfano leo hapa kuna mfano nilipokuwa pale Bungeni kipindi chote cha bungeni, kuna mto Ngono ambao kule huko kule Kagera. Mto Ngono. Sasa usikie kusema huu mto Ngono, je, ina maana huu mto una asili gani na mambo ya Ngono? Kwa hiyo haya majina ndio maana hatuwezi tukasema watu wa Kagera tuwabadilishie ule mtu uitwe jina lingine. Kwa hiyo na maana wale wananchi wa pale ndio inabidi wachukue jina. Yaani hiyo wenyewe watapima kwamba jina kama linawafaa, basi sisi Watanzania wengine tuweze kulizika naye tukubaliane naye. Ndio maana leo hii kulikuwa na swala zima changamoto kuita tembo na ndovu. Bungeni pale wengine mtu akiita tembo, utakuta watu wengine wabunge wanasema kumbe katika upande mwingine neno tembo lile lina matusi makubwa kweli. Sawa? Bungeni pale utakuta wabunge wengine akisema ndovu wanasema wengine sema tembo, sio watu acha kusema hivyo. Kumbe haya majina, kumbe sehemu zingine yana maana tofauti sana tunavyofikiria. Sasa kuna swali hili la viwanda. Wanazungumzia kwamba kuna agizo la viwanda 100 kwa kila mkoa na wanauza maana yake, na inasema vipi kwamba wakuu wa mikoa na wilaya wanaonekana kuingilia majukumu ya wizara ya viwanda na wizara zingine. Je, kwa mfano hii wizara yako inajaribu vipi? Kama ulitoa mfano wa sera na utekelezaji, lakini bado kuna mwingiliano au hakuna? Kiufupi hakuna, isipokuwa ni tafasiri. Bahati nzuri swala la viwanda nimelitoa mimi mwenyewe nilizungumza hapa. Viwanda 100 nimezungumza mimi mwenyewe. Na asili yake ni kwamba walivyoteuliwa wakuu wa mikoa wale 6 wapya kuziba zile nafasi zingine. Siku ile ambayo nikawaita kwa pamoja na nikatoa agizo kwa wakuu wote wa mikoa. Sasa wakuu wa mikoa mkienda huko na wakuu wa mikoa hakikisheni kila mkoa unakuwa na viwanda 100 vidogo na vya kati. Nikakonfirm ile sentence. Sio kiwanda tu, viwanda vidogo na vya kati. Nikijua kwamba unity plus bei ya kiwanda kidogo kina range kati ya shilingi milioni 2.5 mpaka milioni 10. Katika mamlaka serikali za mitaa halmashauri zetu ambapo kuna fedha ambayo inaitwa on source, fedha ya mapato ya ndani, ambayo hata haifiki hazina, inaishia pale asili inaishia katika kamati ya fedha. Katika bajeti, mpango wa bajeti, kila halmashauri haikupita bajeti yake mpaka ilihakikisha kwamba imetenga 5% ya vijana na 5% ya kina mama. Ukijumlisha halmashauri zote, bajeti ya on source kwa halmashauri zote ni shilingi bilioni 61. Kwa mwaka fedha 2017-2018. Ukija nyuma mwaka fedha 2016-2017, on source yake ilikuwa bilioni 53.5. Na wale zikusanya zote hizo on source kwa budget na makusanyo. Nakuja. Ilipofika mwezi wa 3, takriban shilingi bilioni 16 zilipelekwa kwa makundi ya vijana na kina mama. Huu mwaka ulioisha, kati ya zile bilioni 53 mpaka ilipotumia karibu bilioni 19 ilipelekwa katika vikundi vya kina mama na vijana. Sasa nikasema katika mwaka wa fedha 2017-2018 bajeti yote iliyopangwa, lakini on source iliyopangwa kwa ajili ya kuwapelekea vijana na kina mama ni bilioni 61 kwa halmashauri zote. Kwa hiyo maana yake inatofautiana halmashauri na halmashauri kutokana na makusanyo yake. Sasa nikazungumza, kama halmashauri ni bajeti hiyo ni bilioni 61, hata kama ikipatikana nusu ya bajeti hiyo bilioni, maana yake tunazungumza bilioni 30. Kama kiwanda kidogo, mfano ukipeleka kiwanda kidogo chenye thamani ya kutengeneza milioni 10, ukisema bilioni 30 unazungumza maana yake viwanda 3000 vidogo. Ina maana inaenda beyond expectation. Malengo viwanda 100 kwa mikoa 26 tunazungumza viwanda 2600.
Kwa hiyo hapa tunataka leadership. Tuangalie vijana. Leo hii nenda katika mkoa wa Singida. Kuna watu wanazalisha mafuta ya alizeti. Kuna mashine za alizeti zina range kati ya milioni 3.5 mpaka milioni 5. Kumbe alizeti tungeweza kuprocess alizeti zote kutoka kwa wakulima. Yaani kwa pale tu. Kwa pale. Nenda Mtwara, tuangalie wakulima wa korosho Mtwara. Tanzania ni exporters wakubwa wa korosho lakini ghafi. Lakini twende tuangalie SIDO wana mashine za korosho na hata China. Kati ya shilingi milioni 5 mpaka milioni 10 unapata mashine nzuri sana za kubangua korosho. Kwa hiyo kama kumbe tungekuwa na mkakati mzuri tukiamua sasa, kumbe mazao mengi tungeweza kuyaprocess tukienda ndani ya nchi. Ndio maana ajenda ya viwanda 100 kwa kila mkoa, viwanda vidogo na viwanda vya kati. Na ile sio kwa maana kama mkuu wa mkoa ana fedha, isipokuwa ni leadership. Kwamba leo hii ni wapongeze wakuu wa mikoa mbalimbali, ukienda Mbeya, ukienda Simiyu, ukienda Dar es Salaam, ukienda mbalimbali, wameshaanza hiyo process na wanaenda kwa kasi, na wao wakuu wa mikoa wameshasema sisi tunaenda kushindana. Na wengine wameniambia ikifika mwezi wa 4 nitamaliza viwanda vyako 100 nitamaliza. Sasa kwa tayari. Tayari wengine wako wanashindana. Lakini hichi kiwanda kidogo cha aina gani? Tuangalie leo hii. Watu wanatengeneza nyumba, kuna mageti. Kuna washona nguo, kuna wewe mbalimbali, kuna watu wana process vyakula hivi, nenda supermarket hizi. Kuna watu kumbe wanaenda ukanani. Mimi mwenyewe mwaka 2004 nilichukua vikundi vile nikawatengenezea solar dryers na nini, wakawa wazalishaji wakubwa sana wa matunda na mboga hizi, wakawa na export mpaka washiriki katika soko la jua kali. Wakati huo nilikuwa na shirika moja la Plan International na wewe nilikuwa kama project coordinator online. Kwa hiyo haya mambo yanawezekana, isipokuwa ni leadership na kuthubutu. Tatizo kubwa ni kwamba tumekuwa waoga kufanya maamuzi, na nikwambie bila kufanya maamuzi, bila kuthubutu hatuwezi kusonga mbele. Nikuulize swali kuhusu mambo ya afya. Na hiyo kwa swali la mwisho. Majukumu haya kati ya wizara, baina ya wizara. Rais kutaka hospitali za mikoa kuwa chini ya wizara ya afya badala ya kusimamiwa na TAMISEMI. Hii inathibitisha kuwa wizara ya TAMISEMI ilishindwa kuzisimamia kikamilifu. Kwanza hili ni swali zuri. Kwanza watu wafahamu demarcation kati ya wizara ya afya na TAMISEMI. Wizara ya afya ni wizara yenye sera, as a regulator. Lakini as a regulator kuhakikisha ubora wa afya unapotoka na mambo ya tiba, chanjo yote yanapotoka, lakini wizara ya afya ilikuwa na jukumu la kusimamia hospitali hizi kubwa. Unasema Muhimbili, Kibong'oto, Mirembe, Benjamin Mkapa, KSMC, Bugando, hizo hospitali. Sawa? Lakini ofisi ya Rais Tawala mikoa ya serikali ilikuwa na jukumu la kusimamia zahanati zote nchi nzima, vituo vya afya vyote nchi nzima, hospitali za wilaya zote nchi nzima na hospitali za. Na Mheshimiwa Rais amezungumza, sasa tumeongeza kwa kiwango kikubwa bajeti ya wizara ya afya. Ni bora sasa kwa sababu wizara ya afya ina mkapo mkubwa wa bajeti. Ni vyema na hizo hospitali za mikoa zikasimamiwa na wizara ya afya badala ya kusimamia zile hospitali karibuni 7 au 8 pekee yake. Plus na hizo hospitali zingine za mikoa zisimamiwe na wizara ya afya. TAMISEMI tuachie zahanati zote, vituo vya afya vyote na hospitali zote. Katika hilo lilikuwa hakuna ubaya wa aina yoyote. Kwa hiyo kupunguzia mzigo. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba huduma tunalipa, sababu kama bajeti ya wizara ya afya inaongezeka, alafu hospitali zinakuwa ni chache, inakuwa bado sio unfair. Ni bora sasa hizo hospitali zingine zaidi wizara ya afya ziweze zikapata huduma kwa ukubwa wake na kutokana na bajeti ile. Kwa hiyo ilikuwa hakuna ubaya wote, na hilo jukumu letu sisi TAMISEMI ndio maana tunazungumzia zahanati hizi vituo vya afya na mimi nashukuru kwamba ni lengo la Mheshimiwa Rais, lengo kubwa ni kwamba wananchi wa Tanzania wapate huduma, si vingine. Mimi nashukuru sana, na kwa bahati mbaya muda umetupa mkono. Kama tulivyokuwa tumemwaahidi Mheshimiwa Waziri tutampa maswali mengine. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na matatizo yao very specific wanaeleza katika mikoa, wilaya na halmashauri zao, kwa hiyo tutawapatia. Na kwa hapo tunaomba kuwashukuru sana wananchi wote waliotumia maswali, ni mengi sana, na kama tulivyokuwa siku zote tunasema bado mjadala unaendelea. Mheshimiwa Waziri naamini yuko active pia kwenye mitandao, jamii forums, Twitter. Kwa hiyo ukiweza kutuachia anwani yako na username yako, nadhani maswali utaendelea kuyapata na mjadala utaendelea. Tunaomba pia kuwashukuru sana kwa sababu kipindi hiki ndio kipindi chetu cha mwisho kwa msimu huu, na tutaendelea na msimu mwingine katika siku zingine zijazo, lakini mjadala wa Njoo Tuongee unaendelea na bado tutaendelea kutafuta viongozi wa wizara na sekta husika kwa ajili ya mjadala zaidi. Lakini hadi hapo tunashukuru sana kwa kuwa pamoja katika kipindi chetu cha leo, na kama mlivyosikia maswali yalikuwa ni mengi na yalikuwa yanahusika na ofisi za tawala za mikoa pamoja na tawala hizi za mitaani. Kwa hiyo kama tunavyofahamu
sekta hii ni pana. Tunajua kwamba maswali yataendelea kufika mpaka usiku na kumiminika. Kwa hiyo tunaomba waziri uendelee kutuvumilia. Kwa wizara yangu naomba nipate session 4 tofauti. Sawa? Kwa sababu lengo ni kuwanufaisha Watanzania. Sawa. Kwa wizara yangu, kwa ukubwa wa wizara yangu, ninahitaji interview kama zisizopungua 4. It's not less than 4. Kwa sababu najua hapa watu wanazungumzia shida za maji. Wanazungumzia shida za barabara, kwa nini tunawatengenezea barabara? Wanazungumzia shida ya elimu na kwa nini tunainvestigate? Wanazungumzia shida ya kwa nini kwa sasa hivi tunajenga project kubwa ya vituo vya afya 205 ambao mwezi wa 4 tunakamilisha vyote hivyo, ambao ni mara ya kwanza katika historia ya Tanzania. Yote haya mambo watu wanataka ufahamu wa kutosha. Kwa hiyo sio chini ya session 4 kama hizi angalau Tanzania waweze kupata faida kubwa zaidi. Tunadhani mmesikia ahadi, kwa sababu ahadi imetoka hewani. Basi tutatafuta muda huo katika msimu ujao. Nadhani mtakuwa mko pamoja kabisa na waziri Jafo. Hadi katika kipindi chetu kijacho, tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja. Asanteni na kwaherini.